acha tuwakaribishe katika kipindi chetu hichi ambacho ni cha majifunzo, na pia ni kipindi ambacho kinachotuongoza katika maombi kuwa karibu sana na Mungu wetu. Basi tujisikie furaha sana kuwa machoni pa Mungu wetu. Basi tunakwenda katika somo letu la siku ya leo. Somo letu ya siku ya leo inakwenda kusema ya kwamba motoni pamoja na Mungu. Motoni pamoja na Mungu inamaanisha nini katika kipindi hiki? Tunaposema kuwa katika moto pamoja na Mungu, ni matatizo ya duniani, ni kipindi ambacho mwanadamu anapopitia wakati mgumu sana, unaona ya kwamba hakuna tumaini yoyote. Lakini hicho kipindi ni kipindi ambacho kiko maalum sana, ambacho Mungu wetu anahitaji kukutana pamoja nasi. Wakati mwingi sana nimekutana na watu ambao wanapitia changamoto kubwa sana, wanahitaji Mungu apate kutoa changamoto hizo katika maisha yao. Lakini acha mimi nikuhakikishia kwamba Mungu hahitaji tu kututoa katika changamoto tunazozipitia katika maisha yetu, lakini wakati mwingine Mungu kwa uaminifu wake anatujoin au anakuwa pamoja nasi katika changamoto hizo. Ndio kwa maana tumechagua kwenda na kichwa kinachosema kwamba motoni pamoja na Mungu. Inamaanisha kwamba wakati mwingine usimwombe tu Mungu akutoe katika changamoto. Ni bora kuwa na Mungu katika changamoto kuliko Mungu akutoe katika moto na usiwe pamoja naye. Basi mimi nimeiona hiyo na nimeihakikisha katika Biblia kwamba wakati mwingine Mungu akitoe katika changamoto, lakini anafanya nini? Anatufollow au anakuwa pamoja nasi, anatujoin katika moto. Basi tutakwenda kusoma katika kitabu cha Isaya 43 na ule mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba, lakini sasa Bwana aliyekuuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina langu, wewe wangu. Sikiliza sasa vesi ya pili, nasema hivi, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Amen. Hapa tunakwenda kuona Mungu anamwambia Israeli, ambao ndio sisi, Israeli ya kiroho ya leo, ya kwamba ujapopita katika maji, Bwana anasema ya kwamba sitakuacha, nitakuwa pamoja nawe. Upitapo katika moto hautakuangamiza, lakini mimi Bwana Mungu wako nitakuwa pamoja nawe. Kwa hiyo wakati mwingine unapopitia tatizo fulani katika maisha yako, usihuzunike. Wakati mwingine ni sehemu ya kipekee sana ambayo Mungu anakuja na kukutana na sisi. Ni vizuri sana kipindi unapopitia changamoto, usione tu ya kwamba Bwana atakuwa na wakati wa kukutoa katika changamoto hiyo, lakini mshukuru Mungu kwa kuwa Bwana atakuja na kuwa pamoja nawe. Kama vile Wakorintho wanavyotuambia kwamba kama jinsi alivyo ndivyo sisi tulivyo pia. Kwa hiyo Bwana hawezi kuruhusu sisi tupate kuishi maisha ambayo yatakwenda kuwa ya kututesa, lakini wakati mwingine anakuwa pamoja nasi katika moto. Mimi nimeiona katika maisha yangu kwa watu wengi pia. Hata ukisoma kitabu cha Danieli utakwenda kuiona pia ya kwamba kulikuwa vijana ambao waliokuwa katika tanuru, lakini Bwana hakwenda tu kuwatoa katika tanuru, lakini Bwana alikwenda kuwa pamoja nao, aliwajoin. Lakini hata Kiswahili cha kujoin hakiko vizuri. Wao tu ndio ambao wakumuona Bwana katika moto. Hata kabla wao hawajatupwa katika moto huo, Mungu alikuwa pamoja nao. Ila kwa macho ya kibinadamu wao waliona ya kwamba Mungu alikuja baada yao, lakini Mungu alitangulia. Twende tusome katika kitabu cha Danieli 3 na ule mstari wa 17. Basi Biblia inasema hivi, kama ni hivyo Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Kwa hiyo sisi Wakristo inatubidi tuwe watu wa imani sana, kama vile hao vijana walivyokuwa washujaa, hawakuogopa kutupwa katika moto. Na sisi pia tuwe watu wa imani na tuwe watu wa maombi pia. Danieli na yeye ni mtu mmoja ambaye alikuwa na imani pia ya kuwa katika tatizo, lakini akamtumaini Mungu. Alikuwa na kipindi kigumu ambacho alichokwenda kutupwa katika tundu la simba, lakini katika tundu hilo la simba Mungu hakumwacha mwenyewe. Mungu alikuwa pamoja naye. Tunaona pia maisha ya Yusufu pia. Yusufu ni mtu ambaye aliyechukiwa na ndugu zake, lakini Mungu alikuwa shajua maisha ya Yusufu jinsi yatakavyokuwa. Alikwenda katika nchi ya ugeni, alikwenda katika gereza, alikwenda gereza mara 2 yote, lakini Mungu hata gerezani alikuwa pamoja naye. Biblia inatuambia kwamba Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Mambo yote aliyoyafanya Yusufu, Mungu alimfanikisha. Kwa hiyo hata wewe na wewe katika tatizo hiyo, katika ugonjwa huo, Mungu yuko pamoja nawe. Umtumaini tu.
huo ugonjwa unaopitia. Kuna watu wengi ambao wanapitia huo ugonjwa na wamefariki, lakini wewe unaendelea kuwa na uhai mpaka hivi. Lakini ukiangalia huo ugonjwa huo wengi wamefariki nao. Kwa hiyo ni imani kwako wewe na mimi tupate kuwa nayo kipindi tunapopitia tatizo. Tumshukuru Mungu kwa kuwa ni wengi wamefariki na tatizo zetu. Ni wengi ambao wamekuwa katika gereza, wengi walipitia tatizo wanayopitia, wengi hawapo kabisa. Lakini wewe na mimi tuko na uhai. Kwa hiyo tuendelee kumtukuza Mungu wetu. Tuendelee kumshukuru. Imani ni kitu kikubwa sana, na maombi ambayo tunayoyafanya katika changamoto tunazozipitia zinatufanya sisi tupate kuwa pamoja na Mungu wetu. Kwa hiyo bila kuponda muda wetu tutakwenda kuingia kwenye maombi, lakini kabla tujaingia kwenye maombi, nilipenda tupate kusoma au kumnukuu Mama Ellen G. White katika miandiko yake. Anatuambia nini? Mama Ellen G. White pia anatuonyesha kwamba katika nyakati ngumu zozote tunazozipitia katika maisha yetu tusiogope, lakini tuwe na imani. Anatuambia katika kile kitabu cha Education ile page ya 258 anasema hivi: ilikuwa ni katika masaa ya maombi ya faragha ndipo ambapo Yesu alipokea hekima na nguvu katika maisha yake ya duniani. Ya kwamba hicho kipindi cha matatizo ni kipindi ambacho kinachotufanya sisi tupate kuwa na wakati wa faragha pamoja na Mungu wetu, kama vile Yesu Kristo alivyokuwa na wakati wa faragha na Mungu wetu. Kwa hiyo na wewe katika matatizo yako yote uwe na muda wa faragha na Mungu wako. Anaendelea anasema hivi: ebu vijana wafuate mfano wake katika kutafuta alfajiri na jioni muda wa utulivu kwa ajili ya ushirika na Baba yao aliye mbinguni. Ya kwamba sisi vijana inahitajika tuwe na muda wa kuwa na faragha na ushirika, ikiwa ni jioni au asubuhi, tupate kuwa pamoja ili tupate kupata nguvu kutoka wapi? Kutoka mbinguni pamoja na Baba. Ya kwamba ebu wainue mioyo yao kwa Mungu siku nzima inapoendelea kusonga mbele. Ya kwamba jinsi siku inavyoendelea mbele, siku yote nzima tuinue mioyo yetu mbele ya Mungu wetu katika kila hatua ya njia zetu. Anasema Mungu anasema ya kwamba katika njia zote tunazozipitia katika maisha yetu, anasema hivi: kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikuambia usiogope, nitakusaidia. Inapatikana katika kile kitabu cha Isaya 41 na ule mstari wa 13, ya kwamba hata kama tutapitia njia mbaya, tatizo zozote, Bwana amesema ya kwamba tusiogope, kwa kuwa atatushika mkono wetu wa kuume. Endapo watoto wetu wangeliweza kujifunza masomo haya katika miaka yao ya mapema au awali, ni upya gani na nguvu, furaha na utamu ulioje ambao ungeelewa maishani mwao. Ya kwamba ikiwa watoto wetu tungewafunza mambo ya imani ya kumtegemea Mungu, kuwa na faragha, ya kwamba wasiogope, ya kwamba ingekuwa ni furaha, ingekuwa ni utulivu, ingekuwa ni upya na nguvu ambayo wangeishi nayo katika maisha yao. Basi nawashukuru sana katika kipindi hichi ambacho tumekuwa nacho. Tuendelee kumtumaini Mungu. Hata hilo unalolipitia changamoto nalo pia litapita, lakini Bwana alikuwa pamoja na hao vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, alikuwa pamoja nao katika tanuru. Na kipindi Mungu alipowatoa katika lile tanuru, asubuhi mfalme alipokwenda kwao, Biblia inatuambia kwamba ilitangazwa ya kwamba usiabudiwe Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa hao vijana watatu. Danieli pia naye alipotolewa katika tanuru, ilisikika ya kwamba kusiabudiwe Mungu mwingine, lakini Mungu wa kweli ni Mungu wa Danieli. Kwa hiyo na wewe pia katika hilo changamoto, Mungu anahitaji apate kutangaza utukufu wake katika dunia hii. Basi nakutia moyo kwamba endelea kumwamini Mungu. Mungu awe pamoja nawe, akubariki na awe pamoja nawe katika changamoto hiyo. Basi ni muda sasa, tunafika muda wa maombi. Sehemu ulipo, mwambie Mungu tanuru gani unalolipitia. Basi tufunge macho na tuombe kwa imani. Mungu wetu ni mwaminifu na atatenda. Mungu wetu uliye juu ya mbingu yote, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi katika somo hili tamu. Baba, ni wewe ndiye ambaye umetuambia kwamba ikiwa sisi tutakwenda kupitia katika moto, katika maji, hayatatudhuru. Moto hautatuchoma, lakini wewe utakuwa pamoja nasi. Uwe pamoja na msikilizaji na mtazamaji huyo. Changamoto anazozipitia Baba, mimi sikuombe tu upate kuiondoa, lakini nakuomba upate kuwa pamoja naye, upate kumtendea, upate kuwa pamoja naye na kukaza imani yake ili endelee kukutumaini katika maisha yake yote. Asante kwa kuwa utatenda miujiza mikubwa katika maisha yetu,
ni katika jina la Yesu Kristo, amen.